za kimataifa ni katika ndonga ama ndondi. Inahitaji uwe na pumzi lakini uwe na nguvu za kutosha. Hatimaye bondia Tyson Fury wa England amemaliza ubabe wa miaka 9 wa bondia Vladimir Klitschko wa Ukraine baada ya kumbwaga kwa pointi na kutoa ubingwa wa dunia mjini Düsseldorf huko nchini Ujerumani. Tupate undani wa taarifa hiyo. Hatimaye bondia Tyson Fury wa England amemaliza ubabe wa miaka 9 wa bondia Vladimir Klitschko Ukraine baada ya kumbwaga kwa pointi na kutoa ubingwa wa dunia mjini Düsseldorf nchini Ujerumani. Ushindi huo wa uzani wa juu dhidi ya Klitschko aliyeonyesha wasiwasi kabla pambano lilokuwa likisubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki zaidi ya 50,000 na kujikuta akipigwa ngumi nyingi na mpinzani wake na kushanika sehemu ya juu ya jicho la kushoto. Fury mwenye miaka 27 alizoa alama 115 kwa 112, 115, 112 na 116, 111 na kutawazwa bingwa wa dunia wa uzani wa taji ya WBA, IBF na WBO na kuingia kwenye orodha mabingwa baada ya Bob Fitzsimmons, Lennox Lewis, Frank Bruno na David Haye. Bondia huyo awali alitamba ni yeye pekee anayeweza kumdunda Klitschko na kutimiza dhamira hiyo, huku akijinasibu kuwa alifanya maandalizi ya nguvu baada ya kubaini udhaifu wa mpinzani wake pindi unapomshambulia kwa kasi na makonde mfululizo changanyikiwa, na ndivyo ilivyotokea ulingoni. Ushindi huo umepokelewa kwa shangwe kubwa na mashabiki na wadau wa masumbu wa England na kubainisha kuwa umerejesha hadhi ya mchezo huo duniani kwa ujumla. From the United Kingdom, champion of the world, Tyson Fury. Bedlam in the ring here in Düsseldorf. Na mshambuliaji Neymar de Souza Jr. baada ya kuwa kwenye kiwango bora zaidi msimu huu, nyota huyo amesema kuwa atakuongeza mkataba wake na klabu ya FC Barcelona ya Hispania. Neymar amebainisha kuwa kufuatia kuiwezesha timu yake kuibuka na ushindi mnono wa bao 4-0 dhidi ya Real Sociedad na kuzidi kujikita kileleni, amesema amekuwa na ushirikiano mzuri na utatu maarufu kama MSN unaompa faraja katika maisha yake ya soka hivi sasa. Amesema pamoja na mkataba wake bado na mwaka mmoja, anaamini kuwa baba yake atazungumzia mustakabali wake baada ya kumaliza tatizo la kodi lilokuwa likimzunguka na timu yake ya zamani ya Santos FC ya Brazil kabla ya kuingia katika mkataba mpya. Ameongeza kuwa yupo tayari kwa mazungumzo ya kuongeza mkataba kwa sababu anataka hilo kulifanya hivyo. Anaamini uongozi wa klabu yake ya Barcelona unatambua na hana shaka mambo yatafanyika wakati mwafaka.